Nashukuru sana kwanza Mwenyezi Mungu kwa kutupa afya, lakini pia nawashukuru sana wanahabari kwa kuendelea kutoa elimu kwa umma kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi namna ya kuwafikia viongozi ili wawasikilize kero zao. Lakini pia nipo katika utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa CPA Amos Gabriel Makalla ambaye ametuelekeza wakuu wa wilaya wote na watendaji wote kuwa tunasikiliza kero za wananchi siku ya Jumatano ya mwisho wa mwezi, na kila Jumatano ya katikati ya mwezi inakuwa kero hizi zinasikilizwa katika ngazi za kata. Asa leo ni tarehe 1, ni Jumatano tuliomalizia mwezi wa 3. Nimepata fursa kuwasikiliza kero mbalimbali ambazo leo tumekuwa na wateja wapatao kama 16, lakini tumewasikiliza wote na mashauri machache sana ambayo yameletwa yana mahusiano makubwa na mahakama. Haya hatukuyaweza kuyatatua isipokuwa ni kuwaelekeza taratibu za kimahakama ziendelee. Pale yatakapokamilika au yatakapotoka mahakamani kwa ajili ya usuluhishi, sisi ndio tuna uwezo wa kuendelea nayo. Lakini bado wilaya yetu kero nyingi ni upande wa ardhi, lakini nyingine ni upande wa mirathi na migogoro mingine ambayo ipo na migogoro ya ajira, kwa sababu sisi hapa Arusha watu wengi wanajishughulisha na ajira za viwandani na kwenye mashirika mbalimbali. Kwa hiyo watu wanashindwa kuafikiana na vyombo vilivyoweka kusimamia ajira, basi wanakuja huku kwa ajili ya kupata ushauri na utatuzi na ufumbuzi. Kwa hiyo niendelee kutoa wito, kazi hii tunaifanya ni nzuri, inajaribu kumaliza matatizo wala sio kuyazoea matatizo. Hivi basi hata kwenye ngazi ya kata watendaji tunaendelea kuwahimiza na kuwasaidia wamalize mambo mengine, yanaweza kaishia kabisa kwenye kata na sio kuyachukua kuyabeba kuyapeleka sehemu nyingine kwamba ndio suluhisho. Hapana, yote yanaweza yakamalizika, ila tu kuwe na njia za kuhakikisha kwamba jambo hili linafungwa kwa maana ya maandishi na kuridhiana. Maandishi hayo lazima nakala zitembee kwa ngazi mbalimbali, wilaya, mkoa na kadhalika, ili kupashana habari, mtu yule asirudi tena mara nyingine na mara nyingine. Majina naitwa Adolfo Anthony Msele, ni mkazi wa Arusha. Na mimi kwa siku ya leo, siku ya tarehe 1 mwezi wa 4, nimekuja kwenye siku ambayo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya DC Mkude ameiandaa kwa ajili ya kusikiliza matatizo ya wananchi wake. Na mimi kama mwananchi nimefurahia sana siku ya leo kwa kuwa mkuu wa wilaya wako kikosi kazi kizima, kila idara ya serikali ipo na kila tatizo linatatuliwa kwenye eneo moja. Kwa hiyo mimi niseme matatizo au malalamiko niliyoyaleta kwa mheshimiwa au kwa serikali ya wilaya, kiukweli niseme nimefurahia sana namna ambavyo tulivyopokelewa na kusikilizwa, na ni mambo ambayo au ni migogoro ambayo ilishapoteza matumaini kwa ajili ya kuzungukia muda mrefu, na kwa sasa chini ya mkuu wa wilaya Mheshimiwa DC Mkude tumepata matumaini ya kuweza kupata haki zetu au ya kufikia hatima ya mgogoro. Kiukweli nampongeza sana kwa kazi nzuri anayofanya na timu yake, na niombe serikali kuendelea na moyo huu, wananchi wanaweza wakapata nafuu au wakaponywa mioyo yao, kwa sababu haya ndio tunayoyahitaji.
Na Rose Leta Siara ni mzazi wa watoto 10, 5 wa kike na 5 wa kiume. Mimi na baba tumefanya juhudi kubwa sana, tumewasomesha watoto wote, tumewasomesha watoto 2 kwenda vyuo vikuu, wengine wameishia form 4, wa kiume 3, lakini wa kike wote wamesoma mpaka form 4 na wameolewa wote, na wa kiume wote wameoa. Nimebaki peke yangu. Nilipobaki peke yangu, baba 2020 Mungu amemwita. Baada ya hiyo sasa tayari watoto wale wote wameisha soma na wako kwa waume zao, na baba amegawa kila kitu kwa watoto wake. Baada ya kugawa kila kitu, amebakiza eneo la nyumba na akaniachia mmoja wa mwisho wa 12 ambaye ndiye atakuwa karibu na mimi. Sasa huyo wa 12 ndio badala ya kukaa na mimi ili tuelekezane yatakayokuwepo hapa nyumbani, anakuwa anapokea taarifa mbalimbali kwa watu wa majirani. Hilo ndilo nimemletea shida kwa mkuu wa wilaya, kwamba anisaidie kuonya hawa watoto kwamba wanapopata grade hizo, kuruka kwao kutoa hatua ya kufika mpaka vyuo vikuu. Tayari ameshafika Dodoma kwa kushika mashamba, wameshafika Mbeya, wameshafika Kigoma, kila mahali. Sio tena wamsumbue mzazi. Kwa hiyo mimi nimeachiwa maduka zangu zilizoko hapo Moshono, ambaye ndio nimewaelimishia hawa watoto wote kabisa wakapata grade hizo. Ndio sasa wamekuja juzi, huyu msimamizi wa miradi amekuja kusema mkuu wa wilaya amesema kwamba akachukue ateke hizo nyumba, yeye ndiye awe sasa mpokeaji wa zile kodi zangu, badala ya mimi tena ambaye ni mjane mzazi ambaye nimeachwa pweke.